Ni neema ya Bwana iwe nanyi katika mwendelezo wa kupambana na maisha yetu hapa duniani. Hakuna mwanadamu anayependa aishi maisha ya taabu. Kila mwanadamu ndoto yake ni kuwa na furaha ya maisha, na furaha ya maisha inaletwa na kipato au pesa, lakini pia na afya vile vile. Lakini watu wengi wamepoteza fursa ya bahati, watu wengi wamepoteza fursa ya kalma, watu wengi wamepoteza fursa ya mafanikio kwa sababu kuna wachawi, majini, mizimu na kadhalika ambayo wanakwenda kuiba nyota za ufalme wao. Leo nataka nikupe elimu nzito sana ambayo unaweza kaitumia kwa ajili ya kurudisha ufalme wako na nguvu yako. Huyo hapa ni mnyama anayepatikana kwa tabu sana, lakini baadhi ya nchi anapatikana kwa urahisi sana. Sisi kwetu huko Afrika tunamtumia katika mambo mengi sana. Huyu yupo aina tatu. Kuna rangi hii, kuna rangi ya kijivu na kuna rangi nyeupe. Lakini pia kuna mwingine anakuwa kama na mabaka hivi. Miguuni kwake ana vidole kama vya mtu. Huyu tunamuita ngekewa, na ana kazi nyingi sana katika utamaduni wa tiba za asili au tiba za kiroho au matambiko. Wachawi, waganga, hata kwenye kiroho anatumika. Nguvu yake kubwa ipo kwenye ngozi yake, mfano ni manyoya, lakini pia matumizi ya mafuta anatumika. Na leo hii nataka nikufundishe jinsi ya kuweza kutengeneza ilizi yenye kuvuta pesa katika maisha yako kwa kutumia huyu ngekewa. Kwanza lazima upate manyoya yake. Ukishapata manyoya yake, upate ndevu ya mwanamke. Ndevu ya mwanamke. Sawa sawa. Ukishapata ndevu ya mwanamke, upate nywele za binadamu ambazo zote zimenyolewa saluni, lakini ukipata za mtoto mchanga ndio nzuri zaidi. Hizi zote unazishona katika irizi. Unaziweka. Siku ambaye mtoto anatoka 40, basi wakati anatoka, wewe utaichukua ile irizi, utaiweka chini ya ungo ambapo mtoto anakaa juu yake. Sasa hiyo mtoto awe wako, maana kwa mtu mwingine utachezea kichapo. Hiyo ni dawa ya wazee wa zamani walikuwa wanafanya. Baada ya hapo, ile irizi utakuwa unaifunika katika ungo, utavua nguo zako, utafanya maombi ya kuvuta pesa, utatoka nje. Ukirudi ndani, ukiufunua ule ungo, utakuta pesa ziko chini pale. Hii ndio maajabu ya kumtumia ngekewa kuvuta pesa. Lakini ngekewa anavuta bahati ukitembea nayo katika mfuko, ukitengeneza katika irizi. Ngekewa anavuta mali kwa njia zingine. Mafuta yake yanatumika kupaka, kupikia deki na kadhalika. Ngekewa huyo. Lakini ngekewa anapendwa sana na wachawi kama anavyopendwa na wanyama. Katika biashara unaweza ukachukua ngekewa, nyoya yake, mwita nyoya yake. Kuna mti tunawita mgerekano na mwenda. Unashona irizi hiyo unaweka katika chombo unachowekea pesa, basi dukani kwako wateja watajaa wengi sana. Hata kama unafanya huduma ya kiroho, basi watu watakupenda sana, waumini watakupenda sana. Mimi ni Dr. Kapilima Spiritual, Mbuicha Wagi. Niite Dr. Kapilima Facebook, maarifa yangu Facebook. Amen.